Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa nadhani siku mbili zilizopita, kwa wale ambao huwa mnatufuatilia Instagram, Facebook na TikTok, nilishare jinsi ambavyo broiler wale walikuwa wanapiga chafya. Kama mnatufuatilia, kulikuwa kuna broiler walikuwa wanapiga chafya. Tukabaini kuwa hii ni dalili ya mafua. Vilikuwa ni vifaranga, ni hawa wadogo wadogo, hawa kuku hawa wenyewe wana siku 19 au broiler hawa ambao unawaona hapo. Sasa tulipobaini hawa broiler wanapiga chafya, tukasema tujaribu na tiba nyingine, kwa sababu ni tiba ambayo tulishawahi kuitumia zamani na kwenye kupiga chafya. Huko tulienda nayo mpaka siku 5. Baadaye ndo kuku wakakaa sawa kwenye mafua. Kwa hiyo tukaijaribu tena kwa hawa broiler. Tukachukua haya majani ya ukwaju. Kwa wale ambao wapo sehemu ambazo zina ukwaju, huu ukwaju ni tiba nzuri sana na unafanya vizuri sana kwa kuku. Tulichukua majani ya ukwaju na asali, tukaongeza kitunguu saumu, tukaongeza na tangawizi, tukaongeza na pilipili, tukawapa ule mchanganyo. Sasa tulipowapa ule mchanganyo, tuliwapa usiku kwanza. Ilikuwa ni usiku. Tulipoenda bandani tukakuta kuku wanapiga sana chafya jioni kama mida ya saa 2 kuku tukakuta wanapiga sana chafya. Halafu hiyo siku hawakunywa maji mengi. Walikuwa wamekunywa maji kidogo tu. Maana yale maji tuliyoweka tulikuta mengi yamebaki mpaka tunaenda ile jioni kuangalia. Kwa kawaida waga wanakuwa washamaliza, lakini tulikuta maji bado yapo mle kwenye makopo. Kwa hiyo tukatoa yale maji, tukajaribu kuangalia kitu gani ambacho kinaweza kikatibu mafua lakini kikawavutia wanywe yale maji, yani wapende, wapate ile hamu ya kunywa yale maji na kula chakula. Ile siku hata chakula nadhani hawakula sana. Kwa hiyo tukaenda kutengeneza huo mchanganyo ambao nimekuambia wa majani ya ukwaju, kitunguu saumu, tangawizi, pilipili na asali. Tukatengeneza ule mchanganyo vizuri kabisa, tukaublend wote vizuri kabisa, tukaweka kwenye makopo yao yale ya maji ya kunywa. Tulivyoamka asubuhi tulikuta wamekunywa maji mengi sana. Yaani maji walikuwa wameacha kidogo, wakati siku nzima walikuwa hawanywi maji. Yaani walikuwa wanakunywa maji kidogo. Mpaka tunaenda kuangalia tukakuta maji mengi tu yamebaki. Kwa hiyo baada ya kuwawekea ule mchanganyo walikunywa maji mengi sana na chakula walikula sana. Na hata ile hali ya chafya ikawa imeshaanza kupungua ile asubuhi. Tukaendelea na ule mchanganyo tena. Tukatoa ule mchanganyo, tukatengeneza mchanganyo mpya. Then tulitoa ule ambao tulikuwa tumeuweka jana usiku kwa sababu ulibaki kidogo sana. Tukatengeneza tena mchanganyo mwingine tukawapa. Kwa siku ya pili wakanywa mpaka kufikia jioni tukaona kweli yani wamebadilika, wanakula chakula, wanapenda yale maji, yani ni kitu ambacho unaona kabisa wanakunywa maji tofauti na ile siku ambayo walikuwa hapa wanapiga chafya. Kwa hiyo tukagundua kuwa ule mchanganyo pia ni mchanganyo ambao licha ya kuwa unatibu mafua lakini unawavutia, yani unaongeza hamu ya kula. Sasa tukaona huu ni mchanganyo mzuri kabisa. Sasa hapa kwenye majani ya ukwaju. Majani ya ukwaju yana vitamin, yana madini ambao ni muhimu sana kwa kuku, lakini pia yana nyuzi au nyuzi lishe zile ambazo huwa zinasaidia mmeng'enyo wa chakula uende vizuri kabisa. Kwa hiyo tukaona tumewapa kitu kizuri na ni kama booster tu nzuri ya kuku. Kama hapo ulipo pana ukwaju unaweza kutumia kama booster pia, lakini pia ukipata huo mchanganyo kama wana dalili ya mafua unaweza kukatibia mafua na wakapona vizuri. Tulipoendelea kuwapa ule mchanganyo mpaka siku ya 3. Siku ya 3 ndo ni jana jioni. Ile hali ya chafya ilikuwa imepungua kwa zaidi ya 90%. Walibaki kuku wachache sana ambao wanapiga chafya. Nadhani mpaka leo hii walikuwa wanakunywa huo mchanganyo. Tunawapa kwa siku 5 ili kuku wetu wakae sawa kabisa. Tunaona kabisa chafya zile zimepungua na wanaendelea kuchangamka, wanakunywa maji, wanakula. Kwa huo mchanganyo sisi tunaenda nao mpaka siku 5 kwa hawa broiler ili wakae sawa kabisa, wawe na kinga imara, lakini vile vile haya mafua yasiwaendeshe mpaka wakafika stage wakavimba macho wakawa wanatoa ule uchafu machoni. Ndio maana tunaendelea kuwapa mpaka siku 5 ili waweze kukaa sawa. Kwa hiyo nilitaka kukuambia kama una changamoto sana ya mafua, tumia huu mchanganyo. Lakini pia kama unataka kuwaboost kuku wako wakae sawa, hawanywi maji vizuri, hawali vizuri, wape huu mchanganyo. Kama ulivyoona kwenye mchanganyo huu ambao unakuwa una haya majani ya ukwaju, ule mkwaju, una nyuzi lishe nyingi sana ambazo hizi nyuzi lishe zinasaidia mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kama mmeng'enyo wa chakula utaenda vizuri, basi kuku wako lazima wawe na afya bora, ni lazima tu watanenepa kwa sababu mmeng'enyo wa chakula utakuwa umeenda vizuri, lakini pia utawafanya kuku wako wawe
imara kwa sababu ya vitamin na madini ambayo yapo. Na pia kitu kingine ni tiba nzuri ya mafua. Kwa mfano kwenye tunavyotibia mafua, ndugu zangu, nadhani mnaelewa, kuna tiba nyingi sana za mafua. Yaani kuna michanganyo hata zaidi ya 10 ambayo inatibu mafua. Na ugonjwa wa mafua sio mwepesi kutoka kwa kuku. Ni ugonjwa ambao ni mgumu, ni kazi kutoka kwa kuku. Hata kama unatumia dawa za dukani, unaweza ukamaliza pakti na pakti lakini usione matokeo kabisa unapotibia mafua. Kwa hiyo kitu ambacho huwa tunakifanya ili kupunguza zile gharama. Maana ukienda dukani ukanunua Tylodox, sijui ukanunua Endrovet, Gentadox, bei yake iko juu. Yaani sio chini ya 12,000, 15,000 na kuendelea. Kwa hiyo matokeo ambayo utayapata ukitumia hizi dawa ni the same kama utatumia hizi tiba za asili. Na ukitumia tiba za asili gharama yake ni ndogo. Yaani kwa kutibia awamu moja tu ambao ungeweza kumaliza pakti ya 15,000, kama utaenda sana kununua vitu, basi utatumia shilingi 2,000. Kwa hiyo nadhani utaona jinsi ambavyo gharama itapungua. Lakini unaweza ukakomana dukani, ukawa unanunua dawa za dukani lakini mafua hayatoki kabisa. Kuku wanaenda stage wanavimba macho. Kwa hiyo hapa huwa tunakushauri ndugu yangu, kama changamoto ni mafua, nenda tu kwenye tiba za asili. Kuna watu jamani huwa mnalalamika sana, watu wa mitandaoni. Na sijui kwa nini huwa mnalalamika. Yaani mtu unamuelekeza labda anunua kitabu cha tiba za asili uwatibie kuku wako. Wewe unaona kama ni utapeli. Tumekutapeli kitu gani? Yaani wewe unataka ufuge kuku, uokoe pesa. Kwa mfano pesa ya kununua madawa ya dukani, unataka uokoe. Labda ungenunua madawa ya dukani mpaka 60,000 kutibia kuku. Sisi tunakuuzia kitabu shilingi 10,000 tu ili utengeneze tiba wewe mwenyewe. Sasa hapo utapeli unatoka wapi? Jamani ndugu zangu, tupunguze ujuaji, tufuge kuku. Yaani tatizo humu, kuna watu ambao wanatusikiliza lakini sijui hawafugi kuku au wanafuga tu kimazoea. Na kuna watu ambao wako kwenye hii kazi, kwenye hii, yani wanafuga kweli kweli, wanafuga, wanapambana, wanafuga. Hao nadhani ndio huwa wanatuelewa vizuri. Lakini kwa wale ambao huwa wanakurupuka tu, wanaingia mtandaoni, anasema sijui ni utapeli, sijui ni kitu gani, hamna kitu kama hicho. Nunua kitabu cha tiba za asili, watengenezee kuku wako, soma matokeo yanaendeleaje kwa yule ambaye yuko serious anafuga. Tupunguze maneno mengi jamani, mnalaumu sana. Sijui hata mnacholaumu ni kitu gani. Tufuge kuku, ukielekezwa kitu basi kama unapenda kufanya fanya. Hakuna mtu ambaye amelazimishwa kununua kitabu cha tiba za asili jamani. Wewe unataka ufuge kuku, upate mamilioni. Kweli hayo mamilioni utayapata bure? Yaani elimu utaipata bure? Kwani wewe ukitoka hapa ukaenda dukani ukamwambia naomba Endrovet, kuku wangu wana mafua, unataka dawa ya mafua, utaambiwa lipia tukupe dawa moja tu ambayo itatibu mafua kwa awamu moja. Lakini sisi tunakuuzia kitabu ambacho kina tiba za magonjwa yote ya kuku. Kitabu ambacho kitakusaidia wewe usirudi tena dukani kununua madawa, usipoteze gharama, ila uwe na uwezo wa kutengeneza na ukawapa kuku wako na ukatumia wewe na vizazi vyako vyote vikawa vinasoma kile kitabu na vinaendelea kuwahudumia kuku. Kwa hiyo ni kitu ambacho rahisi sana. Na kwa mfano ikitokea stage kuku wako labda wameumwa, wakafa hata kuku 3 4 na ukatoa 10,000 ili uweze kuwaponyesha kuku wako, sijui labda wewe utaona kama hasara iko wapi. Kwa hiyo ni kitu kidogo jamani. Nunueni vitabu. Vitabu vinakupa maarifa, vinakupa ujuzi, vinakupa mambo mengi yanayohusiana na ufugaji wa kuku. Tena sisi KingoFarm tumeweka kwa njia rahisi kabisa. Tuna vitabu ambavyo vinaongoza namna ya kutengeneza chakula kwa gharama nafuu na unapata matokeo. Kuku wako wanataga vizuri, wananenepa. Tuna watu wengi sana ambao wametumia vitabu vyetu na wamefanikiwa sana. Tuna watu hapo kwenye kundi letu lile la WhatsApp wamefanikiwa sana kupitia hivi vitabu. Ndugu zangu, nunueni vitabu. Sisi KingoFarm tuna vitabu 5. No, sio 5, tuna vitabu 6. Kwa sasa tuna vitabu 6. Mwanzo tulikuwa tuna 5, sasa hizi tumetoa toleo jipya la tiba za asili ambalo ni muendelezo wa ile toleo la kwanza. Tuna vitabu 2 vya tiba za asili, tuna safari ya ufugaji kwa ajili ya kufuga chotara pamoja na layers, tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tuna lile kundi la mafunzo ambalo tunaonyesha jinsi ambavyo sisi tunawalea vifaranga wetu kuanzia day 1 wakitoka kwenye mashine mpaka wanakuwa wakubwa, tutakuonyesha. Na ukihitaji ushauri pia tunakupa ambao unahusiana na ufugaji. Hili kundi ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Na kitu kingine KingoFarm tumekuja na kitu kipi ambacho ni kizuri, tunawauzieni incubator nzuri ambazo zinafanya kazi vizuri kabisa. Zitamfanya yule mfugaji ambaye alikuwa anafuga kuku wachache afike stage afuge kuku wengi. Incubator zetu jamani ni imara, tofauti kabisa na zile incubator za Mchina. Zinafanya vizuri. Kama umesumbuka na incubator za Mchina, tutafute KingoFarm tukuuzie incubator ambazo ni hardboard, full automatic na utroleshaji ni zaidi ya 90%. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.